Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club kwa kile ambacho kimeweza kujili leo katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo umeweza kushuhudia fainali ikiweza kuchezwa katika uwanja wa New Complex Zanzibar mara baada ya dakika 90 za mchezo huo kuweza kumalizika. Mambo kadhaa yaliweza kujili katika mchezo huo, huku kubwa zaidi ni mwamuzi wa mchezo huo. Hapa nazungumzia mwamuzi ambaye amechezesha fainali ya leo hii, ambapo lawama nyingi za wekundu Msimbazi Simba wakizipeleka kwa mwamuzi kwa matukio haya ambayo yameweza kujili. Kafu wameweza kutoa na wao tamko lao kwa kile ambacho walichokiona katika mchezo huo mkubwa kabisa. Nini ambacho kimejili na tamko la Kafu ni lipi juu ya mwamuzi huyo ambaye amechezesha fainali hiyo? Utakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kimeweza kujili huko New Amani Zanzibar katika fainali hiyo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu, hii hapa ni Star Media nikikuletea mwendelezo wa taarifa kutoka kule Zanzibar kwa kile ambacho kimeweza kujili kwa siku hii ya leo. Bana, fainali ya kibabe kabisa ikiweza kuwakutanisha Morocco na Tanzania. Hapa nazungumzia Simba pamoja na RC Berkane, dakika 90 zikiweza kumalizika, klabu ya wekundu Msimbazi Simba ikiweza kupata sare ya bao 1-1 Zanzibar, huku wakiwa na rekodi ambayo sio nzuri kwa upande wa Morocco. Kule aliondoka amefunga mabao mawili, kwa hiyo jumla aggregate inasoma 3-1 katika mabao ambao waliweza kufungwa. Hapa nazungumzia klabu ya Simba katika mchezo huo. Sasa mchezo huo kuna matukio kadhaa ambayo yaliweza kujili katika mchezo huo. Tukio la kwanza ni goli la kwanza ambao limefungwa na Budo Mutale, moja kati ya bao safi kabisa ambao likaleta matumaini kwa wana Simba kwamba sasa tunakwenda kuweza kusawazisha mlima na kuanza kufikiria sasa namna kuweza kumtafuta Mwarabu atoe kete, tuondoke na kombe la shirikisho barani Afrika ambalo ndio kombe la mwisho kabisa kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba ili kombe ndio la mwisho, hakutakuwa na kombe lingine tena la shirikisho, linafutwa. Hivyo basi yanaanza mfululizo wa makombe ambayo inakuwa ni African Football League pamoja na Champions League ambayo ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa kile ambacho kilichoweza kutokea baada ya goli hilo, tukaweza kushuhudia tukio la pili, ni kadi nyekundu ambayo aliipokea Yusufu Kagoma, miongoni mwa nyota ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Simba Sport Club, ambapo uliweza kushuhudia mara baada ya kuweza kupokea kadi ya kwanza ya njano, mwamuzi akaja kumkumbuka. Hapa nazungumzia Kagoma katika tukio lingine ambao aliweza kulifanya na kuonyeshwa kadi nyingine ya njano, ikapelekea kupata kadi nyekundu ambayo ilisababisha nyota huyo kuweza kutolewa katika mchezo huo. Simba bado akawa anaendelea kuwinda mawindo yake, akawa bado lakini yupo nusu katika mchezo huo, ambapo tayari kila mmoja aliweza kushuhudia kile ambacho kilichoweza kutokea. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea katika yale mengine ni mwamuzi. Matukio ya mwamuzi ambaye alichezesha mchezo huo ndio aliyewahi kuichezesha fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Young Africans dhidi ya klabu ya Simba, dhidi ya klabu ya, hapa nazungumzia kumlazi, klabu ya USM Alger, na ndio huyo amechezesha mechi hii ya leo ya Simba dhidi ya Berkane, ambapo dhidi ya Mamelodi Sundowns lefa huyu aliweza kuwanyima goli. Hapa nazungumzia klabu ya soka ya Young Africans. Unaambiwa Mwarabu leo hii alikuwa anabebwa wazi wazi, kila mmoja aliweza kushuhudia kile ambacho kilichoweza kutokea. Unaambiwa inabebwa kwa ugumu sana. Mwamuzi Beida Daane ni wazi anawaumiza Simba Sport Club katika matukio ambayo yaliweza kutokea. Simba icheze bila kutegemea
kutegemea imecheza bila kutegemea mwamuzi, huku Berkane wakiweza kubebwa na mwamuzi. Zidi ya Mamelodi Sundowns, mashabiki wa Simba wote hawakuwaelewa Young Africans juu ya mwamuzi Deina Beida, lakini leo nafikiri mashabiki wa klabu ya Simba wameweza kushuhudia kile ambacho Young Africans walikikataa na kukipinga juu ya mwamuzi ambaye aliweza kuchezesha mchezo huo mkubwa kabisa dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sport Club. Lakini anaandika mchambuzi Edo Kumwembe juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Anasema kwamba Simba wako vizuri, wanaweza shinda hii game Mutale kama Messi leo, lakini matokeo yameweza kuwamaliza klabu ya soka ya Simba Sport Club. Lakini katika matukio mengine ambayo yameweza kutokea katika uwanja huo New Amaan Complex Zanzibar ni tukio la golikipa Musa Pinpin Kamara na Fabrice Luamba Ngoma, ambapo walionekana kukunjana mashati, yani wakiweza kupigana wenyewe kwa mwenyewe, kila mmoja akiweza kuangalia namna gani ambavyo kile kilichoweza kutokea. Kila mmoja anaona ya kwamba pengine matukio yaliweza kutokea katika mchezo huo. Mpaka sasa haijajulikana ni kitu gani kimeweza kuangalia namna gani ambavyo kilichoweza kutokea, ambapo huyu Lefali alianza kuwafanyia ubaya ubwela Yanga kwenye mchezo wa robo finali kati ya Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns kwa kukataa goli. Leo tena amewafanyia ubaya ubwela Simba. Unaona bana, ni moja kati ya kile ambacho kinachoendelea katika mchezo huo. Lakini anaandika Mwana FA, anasema ya kwamba nimeandika na kufuta mara nyingi leo, ila napendekeza siku nyingine bingwa awe anateuliwa tu na kafu, tusipotezeane muda. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoonekana kwamba hawajakubaliana na yale matokeo ambayo wameweza kuyapata katika dimba la Benjamin hapa katika dimba la New Amaan Complex Zanzibar, ambapo dhaili shairi imeonekana watu kubebwa, watu wanabebwa kwa namna ya kuwafanya klabu ya Simba waweze kuwa kinyonge kweli kweli. Unaona bana, na ndio maana wakisema hivyo. Unaona bana, mnasema refa hayuko fair wakati kwenye benchi la Berkane kuna mtu amekula umeme. Unaona bana, na yeye pia ni tukio ambalo limeweza kutokea, umeme ambao wameweza kupata Berkane katika kipindi cha pili kwa kile kilichoweza kutokea bana. Matukio yanazidi kuwa mengi na mimi nitaendelea kusogezea machapisho kadhaa ya watu ambao wameweza kuzungumza pamoja na matukio yanayoendelea huko Zanzibar. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.